Mwalimu Jacob Msigwa ndiye mkuu wa shule ya Sangu, shule iliyoko hapa mjini Mbeya, shule kongwe kabisa jijini Mbeya na Tanzania kwa ujumla. Utakumbuka kwamba imeanzishwa miaka ya 61 tunapopata uhuru. Yaani miongoni mwa shule zilizoanza na kuzaliwa kwa Tanganyika wakati ule ni pamoja na Sangu High School. Imeanza mwaka 1961. Muda huo ilikuwa chini ya kanisa Katoliki, lakini baadaye ikawa chini ya Jumuiya ya Maendeleo ya Mkoa, baadaye ikaja Jumuiya ya Wazazi. Shule hii kama ninavyosema kongwe, viongozi wengi sana wamepita hapa. Wengi sana wamepita hapa na wamepita viongozi wakubwa sana. Mfano mzuri tunaye makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa Dr. Emmanuel Nchimbi, ni zao la Sangu. Lakini tunaye Profesa Anangisi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, makamu mkuu wa chuo cha Dar es Salaam, ni zao la Sangu. Lakini hata aliyekuwa rais wa Kongo Joseph Kabila aliwahi kupita hapa miaka miwili, form 5 na form 6. Kwa hiyo utaona kwamba ni shule kongwe, lakini kadri miaka ilivyoenda iliendelea kufifia. Sasa bodi ya shule imeamua kwa dhati kuirejesha Sangu High School kurudi kwenye historia yake. Ndio maana leo tumeona tufanye tukio kubwa la kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo Mungu ametupigania tangu miaka hiyo mpaka sasa. Shule nyingi za kipindi hicho zishakufa, zishapotea, lakini Sangu bado ipo na sasa tunaanza kufanya vizuri. Of course kikubwa kilichochangia Sangu kurudi nyuma, naweza nikasema kwanza changamoto ya serikali kuanzisha shule nyingi za kata. Catchment area ya Sangu ilikuwa karibia Mbeya yote na Tanzania nzima. Sasa serikali imeleta shule kila kata, manake automatically wale uhitaji wa wale wanafunzi umepungua. Lakini serikali imeboresha sana shule zake. Sasa Jumuiya ya Wazazi ilichelewa kuiboresha Sangu ili ikaendana na wakati wa ushindani. Sasa bodi ya shule kwa makusudi ya dhati imeamua kuiboresha shule ili sasa iingie kwenye ushindani, na sasa shule imekuwa kivutio kwa wazazi wengi. Ndio maana unaona ongezeko la wanafunzi ni kubwa na matokeo, kwa sababu walimu sasa wana uhakika wa kulipwa mishahara, wana uhakika na ajira zao. Unakuta walimu wanafundisha kwa juhudi na hatimaye tunatoa matokeo mazuri. Matokeo ya hivi karibuni yamekuwa mazuri sana. Tangu 2000 na miaka mitatu kwa mfano kidato cha 4. Tangu huko nyuma Sangu palikuwa ni mahali pa kupata 0. Ukisema mkoa wa Mbeya kuna 0, basi ujue 100 ziko Sangu. Lakini tangu 2023 tumeondoa 0, hatuna 0 kabisa. Lakini mwaka wa jana sasa 2025 tumeondoa 0, tumeondoa na division 4. Kwa hiyo tuna division 1, 2 na wanafunzi wachache division 3. Mwaka huu mipango yetu walimu tumekubaliana tunaondoa division 3, tunabaki 1 na 2. Lakini kidato cha 6 ndio hasa katika wanafunzi 142 waliofanya mtihani wote wamepata sifa za kujiunga na chuo kikuu. Tumepata division 1, division 2, wanafunzi 8 tu ndio wamepata division 3. Kama si Bwana, Israeli na aseme sasa. Mwaka 2023 tulikuwa na changamoto ya migogoro mbalimbali ya kiutawala, walimu na uongozi. Leo kuna utulivu, amani, kuaminiana, upendo baina ya utawala na wafanyakazi. Bwana ameingilia kati. 4. Tulimuomba Mungu kila darasa la mtihani livunje rekodi ya darasa lililotangulia. Leo tangu mwaka 2023 mpaka leo kila darasa la mtihani likifanya mtihani, matokeo yanakuwa ni bora kuliko darasa lililopita.
Hivyo Bwana amejibu maombi yetu. Niwaelekeze kwenye matokeo ya kidato cha 4 miaka mitatu mfululizo. Mwaka 2023 wanafunzi 6 tu walipata daraja la kwanza, wanafunzi 14 daraja la pili, wanafunzi 12 daraja la tatu, wanafunzi 9 daraja la 4. Tulikuwa na ufaulu wa GPA 2.9508. Mwaka 2024 tukavunja rekodi ya 23, wanafunzi 10 badala ya 6 walipata daraja la kwanza, wanafunzi 13 daraja la pili, wanafunzi 12 daraja la tatu, wanafunzi 2 daraja la 4. Tukawa na GPA ya 2.5735. Mwaka 2025, yani mwaka jana, wanafunzi 29 walipata daraja la kwanza, tukawa tumevunja rekodi ya 24. Wanafunzi 40 daraja la pili, wanafunzi 16 daraja la tatu, wanafunzi 0 daraja la 4. Kwa hiyo hatukupata daraja la 4 kwa mara ya kwanza, na tukawa na GPA ya 2.3985.